محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Safar mwaka 1445 katika darasa ya kitabu fiqh al-asma' al-husna للشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى tulifikia katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz al-jabbar na Sheikh hafidhahullah katika kutaja majina kama haya mawili mtaona mara nyingi katika majina ametaja mawili sababu maana yake ya kurubiana. Mara nyingi akitaja majina mawili kwa pamoja sababu maana yake ya kurubiana na iwe sahali kuyaeleza kwa sababu maana yake ni karibu. Isiyo kwa mfano utaeleza al-aziz kisha kisonga mbele eleza al-jabbar kisha maelezo yawe yatafanana. Asema waqad dhukira hadhani al-ismani ma'an, majina haya mawili yametajwa kwa pamoja في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. hapa ikatajwa katika majina ya Allah al-Aziz al-Jabbar. ولم يرد اسم الجبار في القرآن إلا في هذه الآية. جina al-Jabbar halikuja katika Qur'an isipokuwa katika hii aya pekee yake. Bimaana hakuna aya nyingine limetaja jina al-Jabbar isipokuwa katika sura al-Hashr aya ya 23 pekee yake. وأما العزيز فقد ورد في القرآن ما يقرب من 100 مرة. أما جina العزيز limetajwa katika Qur'an karibia mara 100, bimaana mara nyingi sana jina al-Aziz. wal-Aziz ay alladhi lahu jami'u ma'ani al-'izza. al-Aziz maana yake ni yule ambaye maana yote ya nguvu, izza ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa al-Aziz yabeba kila maana ya izza, kila maana ya nguvu yaingia ndani ya jina al-Aziz. Kama qala subhanahu innal izzata lillahi jami'a. Izza ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala yote, ay alladhi lahu al-izzatu bi jami'i ma'aniha. Aliyena izza kwa maana yake yote ni yake yeye. وهي ترجع إلى 3 معان. نهي العزيز yarejea katika maana 3. Hizi izza ambazo tuzikusudia hapa yarejea katika maana 3. كلها ثابتة لله عز وجل على التمام والكمال. kila aina ya izza imethubutu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutimia na ukamilifu. izza yote ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الأول tukija katika maana ya kwanza ya al-izza, izzatul quwwa, izza ya nguvu. وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. نهوني وصفه الله سبحانه وتعالى عظيمه hata nguvu za wanadamu zikiwa kiasi gani haziwezi kusifika kwa sifa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hazifanani. Nguvu za wanadamu hata zikawa na nguvu kiasi gani, nguvu zao zikawa kubwa kiasi gani, hazifiki katika nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق
dhul quwwati almatin Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mtoa riziki tena mwenye nguvu madhubuti وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وتوعد الله سبحانه وتعالى aliwaumba akawapa neema ya kuwa walikuwa na nguvu sana kabila la Ad na Ad ni katika makabila ya Waarabu ambao hawakubakia athari yao inqaradu Allah aliwaangamiza na hakikuendelea kizazi chao maana kikaishia kule hawa Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa nguvu za kiwiliwili bimaana walikuwa ni wakubwa na nguvu walipokuja kulinganiwa na mtume wao Hud alayhi salatu wassalam wakafanya kibri na kumkataa mtume wao alayhi salatu wassalam bali kufikia kumwambia sawaa'un alaina aw 'adta am lam takun min alwa'idin wewe wajisumbua tu tupe mawaidha usitupe mawaidha tukukubali hata ukafanya nini tukubali na walikuwa wakidhulumu makabila mengine kwa ile nguvu Allah alizowapa bimaana walikuwa mpaka wakiwa wale makabila wengine wakipita na kwao huwadhulumu mali zao na wakawapiga na ukiangalia watu onyesha walikuwa wapiga makonde sana mtume wao ambia wa idha batashtum jabbarin walikuwa wakiwaonea wenzao bwana wapiga kweli kweli wadhulumu wenzao Allah subhanahu wa ta'ala akitueleza katika kibri walichokuwa nacho kwa sababu Allah aliwapa fil khalqi basta na hii neema mtume wao aliwakumbusha kwa Allah aliwapa katika maumbile nguvu walikuwa na nguvu sana wakawa wasema man ashaddu minna quwwa nani ana nguvu kama sisi ajitokeze tumuone aliyena nguvu kama sisi yani wajipige kifua kwa zile nguvu Allah alizowapa walikuwa na nguvu majabari Allah subhanahu wa ta'ala sema awalam yarau je hawaoni hao anna Allah khalaqahum kuwa Allah ndiye aliyewaumba huwa ashaddu minhum quwwa kwa kuonyesha vile itakavyofikia nguvu za viumbe haziwezi kufikia kabisa katika nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala na mwisho Allah akawaangamiza kwa kiumbe ambacho huwezi kutarajia upepo unaweza kuona upepo kitu kidogo sio huo upepo Allah akawasadikishia ndio kwa sababu ya kuangamiza kaumu Ad akawaangamiza wote وقال تعالى أولم يرى الذين ظلموا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا na hapa yazungumzia watu waovu siku ya kiyama watakapoadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala watajua kuwa nguvu zote ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala hawana uwezo chochote وقال تعالى إن الله قوي شديد العقاب Allah ni mwenye nguvu tena mwenye kuadhibu adhabu kali وقال تعالى وما قدر الله حق قدره hawakumheshimu Allah haki yanapostahili kuheshimiwa inna Allah laqawiyyun aziz Allah ni mwenye nguvu subhanahu wa ta'ala qawi na katilia mkazo na lam at-tawkid laqawiyyun aziz subhanahu wa ta'ala kwa maana ya kwanza ni izzatul quwwa izza ya nguvu ni yake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala المعنى الثاني عزة الامتناع فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد kuna izza ya kuwa hakuna yeyote anayeweza kumfikia na lolote subhanahu wa ta'ala lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni
hakuna anayeweza kumfikishia madhara Allah subhanahu wa ta'ala akamdhuru, wala pia hakuna anayeweza kumfikishia manfaa akamnufaisha. Fa innahu al-ghaniyyu bi dhatihi, Allah ni mwenye nguvu kwa dhati yake. Fala yahtaju ila ahadin, hana haja na yoyote, hana haja na yoyote. لا يبلغ العباد ضره فيضرونه ولا نفعه فينفعونه. waja hawawezi kufikia kumdhuru Mola wao wakamdhuru, wala kumnufaisha wakamnufaisha. bal huwa ad-darru nafi', bali Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye akitaka madhara yamfikie mja wake yatamfikia, na yeye ndiye akitaka manfaa yamfikie mja wake yatamfikia. المعطي المانع، Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumpa mja wake akitaka kumpa, atampa kile anachotaka subhanahu wa ta'ala, hakuna anayeweza kuzuia. Na akizuia Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayeweza kufikisha. munazzahun subhanahu an mubalaghati ahadin, afala an mughalabati ahadin. Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokamana na kushindwa na yoyote. wa an yaqdira alayhi, na kadhalika ametakasika kutokamana na yoyote kumweza Allah subhanahu wa ta'ala. wa an jami'i ma la yaliqu bi'azamatihi wa jalalihi min al-uyub wan naqais, na Allah ametakasika kutokamana vyote ambavyo havilingani na utukufu wake katika aibu na upungufu. Allah ametakasika. وعن كل ما ينافي كماله، na Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na kila ambacho ni kinyume na ukamilifu wake. وعن اتخاذ الأنداد والشركاء، na kutokamana na kuwa na washirika pia ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى سبحانك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ametakasika Mola Allah subhanahu wa ta'ala, au Mola wako Mola mwenye izza na nguvu na yale wanaomzulia watu waovu wakamnasibishia yeye. Wasalamun ala al-mursalin, na amani juu ya mitume kwa sababu walimsifu Allah kwa sifa anazostahili. Kwa hiyo amani juu yao na wale watakaowafuata mitume wa Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, na sifa njema zote anayestahili ni Allah subhanahu wa ta'ala, pasi na yote mwingine. وقال تعالى وله المثل الأعلى، أي وله الوصف الأعلى. Allah ndiye aliyena wasifu uliobora kabisa fi samawati wal ard, mbinguni na ardhini. wa huwa al-azizul hakim. وقال تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، hebu nionyesheni wale mlionasibisha na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni washirika na yeye. kalla bal huwa Allahu al-azizul hakim, sivyo hivyo, Allah hana mshirika na yeye, bali yeye ni mwenye nguvu, mwenye hikma subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika maana ya izza ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejitosheleza, hamhitaji yoyote katika waja wake. المعنى الثالث عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات، عزة ya kuwatenza nguvu na kuwashinda viumbe wake wote. Kila kilichoko katika ulimwengu kiko chini ya nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayekipeleka anavyotaka. فهي كلها مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته. viumbe vyote viko chini ya nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala, vimenyenyekea chini ya utukufu wake na kujisalimisha kwa matakwa yake, anavyotaka huvifanya viumbe vyake. wanawasi jamii almakhluqat biyadihi, kwa hivyo yeye ndiye anayewapeleka viumbe wote, ni kama nasi ni sehemu ya mbele ya kichwa, ni kama amewashika hivi, awapeleka anavyotaka subhanahu wa ta'ala. لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه. hakuna kinachoweza kufanya haraka yoyote
wala kufanya chochote katika huu ulimwengu isipokuwa kwa nguvu zake atakapotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fama shaa Allahu kana wama lam yasha lam yakun, akitakacho Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa, na kile ambacho hakitaki hakiwi. Wala haula wala quwwata illa billah. Tizama sisi tukiitikia adhana kama tulivyofundishwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, anapoadhini ule mwenye kuadhini, mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha faqulu mithla ma yaqulu, semeni kama anavyosema muadhin. Alipofika katika hayya ala salah akatufundisha kusema nini? La haula wala quwwata illa billah. Kwa nini? Watu wengi katika sisi tuitumia la haula wala quwwata illa billah mahali pabaya, na ndio tulivyozoea mahali sipo. Yani utamwona mtu akiudhiwa nasema la haula wala quwwata illa billah. Bala gani la haula wala quwwata illa billah? Nafikiri muone hii atumika hivi, sio? Lakini ukweli wa mambo hapa si mahali pake. La haula wala quwwata illa billah ni kalima isti'ana, ni kalima ya kutaka msaada kwa Allah. Kwa ukiambiwa hayya ala salah, hayya ala alfalah, wasema la haula wala quwwata illa billah, kuwa mimi sina nguvu ya kubadilisha jambo, la haula li wala quwwa, wala sina uwezo wowote wa kubadilisha jambo kutoka katika hali moja kwenda kwenye hali nyingine, illa billah, isipokuwa atakapotaka nani? Allah. Kwa nguvu zake ndio nitafanya. Kwa mimi siwezi kuitikia hii adhana kwenda kule kuswali isipokuwa atakaponiwezesha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni kama wasema kwa ya Allah, niwezeshe mimi kuweza kuitikia huu wito unaoitwa niende nikafanyie ibada ya swala. Kwa wewe wataka msaada wa Allah akuwezeshe kuweza kuifanya ibada ya swala pale ulipoitwa. Ama ukiudhiwa, ama ukipata jambo ambalo halilingani na vile unavyotaka wewe, dhikri ya sawa ni kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haisemi kwa msiba wa kufa mtu peke yake, bali kila aina ya jambo ambalo ni msiba kwako wewe watakikana uilete hii dhikr. Ni dhikri ya janga likikupata au msiba ukikupata. Lakini sio sawa tuseme kwa mfano umeudhiwa na mtu kisawa sawa, la haula wala quwwata illa billah. Watu wengine bwana, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah wataka kufanya kazi nzito. Kwa mfano wataka kubeba kitu kizito, mfano wasema la haula wala quwwata illa billah, wataka msaada wa Allah kisha wafanye ile kazi. Shughuli yote unayofanya nzito wataka msaada kwa Allah, wasema la haula wala quwwata illa billah. Na ukithirishe kuisema la haula wala quwwata illa billah, mambo mengi unayoyafanya Allah atakufanyia sahali, tukiweka mahala pake. Na hili shawahi kulizungumza huko nyuma tulipokuwa tuzungumzia mambo ya adhkara, kinyume na tunavyoitumia wengi wetu. Qulillahumma malikal mulk tuti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir. Katika kuonyesha Allah namna alivyowatenza nguvu waja wake na hawana uwezo chini yake isipokuwa atakapotaka yeye, Allah asema qulillahumma malikal mulk. Malikal mulk ni yule anayemiliki ufalme wote. Malikal mulk, Allah ndiye malik al-mulk. Tuti al-mulka man tasha, humpa huo ufalme unaomiliki yule unayemtaka. Bimaana hawezi mtu kuwa kiongozi, kuwa mfalme mpaka atakapotaka nani? Allah jalla fi'ala. Na hili ni jambo ambalo watu wengi sana hawafahamu. Nataka niwaambie kitu kimoja muhimu kitawasaidia katika maisha yenu. Wanasiasa na viongozi hawawezi kubadilisha maisha yako kutoka umaskini ukawa tajiri. Wafikiria hivi, kuna watu waishi afikiria yeye akiwa fulani ndio kiongozi atakuwa tajiri. Wewe waota. Kama kuna upuzi waitakidi ni huo, ati siju fulani akiwa kiongozi mimi nitakuwa hivi fulani.
haibadilishi hali yako la min karibu wala utabaki hivyo hivyo kama mwani, utabaki na umwani wako hivyo hivyo. Si yeye anayebadilisha hali yako. Kwa usikae hapo wakati wa fitna ukaenda kwenye mji ya maandamano sio nini, alafu akija yule unayemtaka atakuwa hivyo hivyo. Usione atakuja kwako nyumbani kwa basi wewe una nini, wewe huna kitu, ashika hivi ushakuwa tajiri wewe. Sasa watu wote walikuwa matajiri basi, afu tungeishi vipi sisi? Wajua, katika ukitaka kuvunja uchumi wa mahali, kwa mfano nenda kawafanyia watu wote matajiri, nani atamtumikia mwenzake? Nani atamfanyia kazi mwenzake? Kwa hii ndoto watu wanaoishi kwa siju fulani akiwa kiongozi mimi nitakuwa hivi, wewe haikuhusu hiyo. Wala hakuna mtu atakufanya wewe tajiri wala hali yako ibadilike, utabakia hivyo hivyo ulivyo mpaka atakapotaka Allah. Lakini hapa alikuwa nataka kuwatajia faida ambao mara nyingine nishawahi kuhitaji huko nyuma, kuwa hili jambo sijui kwa nini kuna baadhi ya ndugu zetu bado hawalielewi, hata ndugu zetu waislamu, kuwa Allah ndiye kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wewe ndiye unayempa ufalme unayemtaka. Mwelewa vizuri, anayetoa ufalme nani? Allah. Si masanduku ya kura. Eleweni, si masanduku ya kura yanayochagua viongozi, ni Allah ndiye anayewachagua. Kwa ushahidi, nchi mbalimbali zishaingia kwenye masanduku ya kura, kisha yule kiongozi akawa tofauti na vile walivyotarajia. Ndio pale huwa tuacheka sana tuacheka sisi kwenye wakati wa kura. Jamaa utoa maklipu wale waitwa sio aspirants, sio moita nani wale jamaa, yeye pia ingie kama yake siku hizo kila mtu yumo. Sasa mmoja azungumza, salala jamaa, basi ninapata kura moja, salala mimi na mke wangu na watoto wangu wawili tumpige pia sikuzipata hizo. Yani asema mdhulumiwa asema si moja, yani yangu peke yake na mtoto wangu kuhesabiwa. Kumbe ajui labda mtoto wake pia ampewa 1000 kule nyuma. Pia baba ajuazi babake apati, akampigia mwingine. Almuhimu si masanduku anaochagua kabisa, hayusiani kabisa mambo ya uongozi. Tunajisumbua kweli. Naomba mtu aweze kusema ni kweli. Sikiliza haya maneno, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ukisoma Qur'an mwanzo mpaka mwisho, rahimkallah, ukisoma Qur'an mwanzo mpaka mwisho, hakuna mahali Allah atataja uongozi isipokuwa atajinasibishia nafsi yake yeye kuwa yende mwenye kutoa. Kwa mfano, ukianza kusoma Qur'an utafikia mahali katika sura al-Baqara, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kwa hiyo ndo akamchagua huyu mwanadamu kuwa nini, au Adam alayhi salam na kizazi chake kuwa nani, kuwa viongozi katika huu ulimwengu. Yeye ndo alichagua, sio? Ukienda mbele katika sura al-Baqara utakutana na kisa baina ya Ibrahim na yule mfalme Jabbari aliyedai uungu. Allah asema, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu almulk. Allah ndiye alimpa ufalme, na ujabari aliokuwa nao na uovu aliokuwa nao alimpa ufalme nani? Allah jalla fi ula. Tizama katika sura Yusuf, baada ya kisa kirefu cha Yusuf alayhi salatu wassalam mpaka akakutana na ndugu zake, Yusuf alayhi salatu wassalam akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, rabbi qad ataitani min almulki وعلمتني من تأويل الأحاديث. ربي قد آتيتني من الملك. alimpa Yusuf ufalme nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa katika sura Al-Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kwa jambo la uongozi anayelichagua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na mara nyingi Allah katika njia zake alizoziweka katika huu ulimwengu ni kuwa humchagua kiongozi kulingana na matendo ya raia. Eleweni hapo. Na ushahidi huko katika Qur'an pia, wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dha bima kanu yaksibun.
hivyo hivyo sisi huwafanya baadhi ya madhalim kuwa ni viongozi wa madhalimu wenzao kwa sababu ya madhambi walikuwa wakiachuma. Na ndio maana salaf walikuwa wakisema kama takunu yuwalla alaikum, vile mlivyo nyinyi ndio viongozi wenu watakavyokuwa, watakuwa juu yenu viongozi kama mlivyo. Sasa ilikuwa usawa watu wanaotaka mabadiliko wafanye nini? Wanaotaka mabadiliko walikuwa wabadilike wao mmoja mmoja. inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sasa watu wana hii njia ndefu ya kuwafundisha watu dini, ya kuwarejesha katika dini ya Allah kwa uwezo wa Allah, kwa kuelekeza katika dini ya Allah. Wana hii njia ndefu sana. Sisi tuweza kurukaruka tukifika kule kisha tutabadilisha, na haiendi hivyo. Firaun alikuwa ni kiongozi wa Misri kwa sababu watu wa Misri wakati ule walikuwa waovu, akawa kiongozi wao. Allah subhanahu wa ta'ala sema fastakhaffa qaumahu faata'uhu, aliwafanya wajinga watu wake na wao wakamtii. innahum kanu qauman fasiqin. tizama hapa mali, innahum kanu qauman fasiqin, walikuwa ni watu waovu. Kwa hivyo wakaikiwa Firaun. Na ndio maana masahaba walivyokuwa wao ni wema, Allah akawekea juu yao mbora katika wao ambao ni nani? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Alipoondoka Abu Bakr as-Siddiq akawekea Umar, Uthman, Ali, na kila watu walivyobadilika na viongozi wao wakafanya nini? Wakabadilika. Kila watu wakibadilika kuwa waovu na viongozi wao pia wakaekewa waovu juu yao. Kwa hivyo hili jambo muhimu sana kwa Muislamu kulielewa. Mmekwenda mmefanya mambo yenu, mara moja kusikia kiongozi fulani, basi tulia. Usifanye fujo. Basi si khalas shakush. Haina haja kuvunja amani, kuleta balaa. Mmepatwa kulingana na matendo yenu. Kuna wengine hapa tuishi nao anyoshia vidole viongozi waizi, na yeye wauza tomato na vitunguu. Hana mambo makubwa yeye. Yeye wauza tomato na vitunguu. Mwizi huyo. Ukienda kununua tomato 3 kutilia mbovu moja. Yeye mwizi mdogo, yule kiongozi anayemlaumu mwizi mkubwa. Yani ni kwa magnified tu. Wewe mwizi na yeye mwizi, hakuna tofauti. Kwa sababu ya huo wizi wako umewekewa mwizi juu yako. Ikiwa mtamwizi wa kiongozi wako, basi ulianza wewe kuwa mwizi. Watu madhalim bwana. Ukisikia huku nchini watu wadogo wadogo wanapodhulumiana, subhanallah. Wewe angalia, waweza kumwona mtu dhalim, awaibia watu, awapora, awaibia ardhi zao, afanya nini, kisha kesho yule akasema bwana, mimi nafikiria kupigania, mimi nitakufa na nyinyi bwana, haki yetu, haki. Ukaona watu basi akatoa na pesa, vijipesa, na wamjua kama mwizi, si ati wamjui, na kesho wakamchagua wakamweka pale juu yao, si kutaka kwao. wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Si hawajui, wajua, wengine wajua kama huyu jamaa afanya 1 2 3 kimpa pale pale, kwa sababu ya matendo yao Allah akawasaditishia viongozi kama wao. Nenda katika tarehe kasome, utaelewa haya ninayokuambia baada ya ushahidi wa Qur'an. Ni kama kwa mfano sasa hivi usikie watu wapigania jambo la bei lazima zishuke. Yani kama kiongozi ndo ana uwezo wa kupandisha bei na kushusha, hana uwezo huo. Nawaambieni hivi, hana uwezo kiongozi wa kuongezea bei, wala hana uwezo wa kupunguza bei, wala hakuna mwanadamu yoyote ulimwenguni ana uwezo huo. Hakuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam hili alizungumza alipojiliwa na masahaba, akaambiwa ya Rasulullah, sa'ir lana, tuwekee bei maalum, bei za panda bure sokoni. Qala al-musa'ir Allah, anayeweka bei za vitu ni Allah, si mimi wala si fulani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema neno al-musa'ir Allah jalla fi ula. Sasa rudini kwa Allah, fanyeni toba, rudini kwa Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala atawakhafifishia mambo yenu.
lakini twendeni barabarani tukachome magari ya watu. Kumbe mna nguvu, simkalime. Kama una hasira, chukua eka 2 lima. Wale watu wanaotoka kupiga kelele, kuchoma magari ya watu, kupiga mawe mali za watu, kuiba, kumbe wana nguvu bwana. Wallahi kama wana akili hawa watu, ingelikuwa wakitoka namna ile, kila mmoja pewa jembe, shika jembe, shika jembe. Kuna ardhi pale, nenda kapande mahindi pale. Wewe ukipanda mahindi na ule mahindi na ule mahindi yatakuwa shilingi 10. Mtakula paka mshibe kama huwa kweli. Lakini atakamshike kabari yule, avunje duka la yule, avunje supermarket ya yule, aibe, avunje gari la yule. Ankufanyaje? Au usiana vipi na mambo hayo? Kisha sasa ndio wasikia biashara yule mfungwa, biashara yule mfungwa, bei mpanda tena mara 2. Mbona si wewe stupid ndio unasababisha yote? Ni hayo madhambi yenu mnaoyafanya ya dhulma, mnawadhulumu wenzenu, ndio akawapelekea huko. Na Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu mja wake subhanahu wa ta'ala. Allah ni mwadilifu. Sasa ikiwa hili litafanywa na wasukua waislamu, basi muislamu ambaye muongozo amepewa na Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo yako wazi katika dini yake, lakini hivyo hivyo wamuona yuko humo, hatukubali bei fika sijui ngapi, hamkubali. Wewe muislamu wasema hivyo? Wewe hujui nani anayeweka bei? Haya, shindana, usirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utakuja kuona bala. Washindwa na yule bedui mwenzake, amwambia wewe huoni bei zilizopanda? Asema ni usunini bei mpanda, bei shuka. Kallafani rabbi biibadatihi wa wa'adani birizqi. Allah amenikalifisha mimi nimwabudu yeye, akaniahidi atanipa riziki. Mimi sina isipokuwa ni kumwabudu yeye na yeye atanipa. Ukisema maneno haya ndikana yule azungumza nini yule? Ifanya tu asema la. Allah asema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Hii ndio Qur'ani yazungumza hivyo. Umeelewa? Fanyeni makongamano paka mchoke. Wengine mahizbi juzi wafanya na makhurafi fanya makongamano hizi shida. Hakuna hata mmoja pengine labda akazungumza shida tulizonazo sababu nini? Michango. Hawa ikiwa waongoza hao, salamu alaykum, kasirika paka upasuke. Najua kuna wengine akiamba maneno kasirika. Nyinyi muongozo na watu akili zao za kidunia, na wao ndio viongozi wa dini. Yani wasiwaelekeza watu kwa Allah. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kadhabu. Angalia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi lau kama watu wangelikuwa walinganiwa katika tauhid, wakampokesha Allah haki ya kustahiki kuabudiwa, wasingepata shida. Allah angewatosheleza. Na siwaambii watakuwa matajiri, lakini Allah atawabarikia katika kile alichowapa. Rudini kwa Allah, ndio siri. Atawafanyia wepesi. Msingangane. Hebu fikiria ati watu kama sisi tunkusanyika kama 10 hivi, matatizo ya jamii kwa sababu hatuna pesa. Kwa jamaa atataka wewe mwenyewe mwani kama mimi. Hapo utakusanya pesa gani wewe? Unkatu wadanganya watu tu bure. Kisha mkitoka pale mwanzo kupiga watu mikuki. Tena wale hawapigi mshale bwana, wapiga mkuki. Unajua mshale kidogo unaweza kupita, mkuki. Ya nini? Mukasahau chanzo kikubwa cha matatizo yote ni kuwa ni taksir katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hii taksir katika kumwabudu Allah ndio inayoleta bala. Wewe umeona kijana yakujia na tafuta kazi sina na mimi unswali alfajiri wewe na jamaa asikuswali. Taiba neto riziki nani? Ni yule ambaye wewe hujamsujudia asubuhi.
yule ndo anaitwa riziki. Watarajia vipi wewe? Walillahi almathalul a'la. Mwanadamu tu mwenzako wewe wamkosea, kisha waje pale wataka akupe, na wallahi ni rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ingelikuwa sisi ndio tumiliki riziki, watu wangekufa njaa wengi. Wallahi alazim, ingelikuwa mtu akikosewa tu kidogo, wewe leo huli kwa nini unanikosea mimi? قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يعني لو كما nyinyi ndio mmiliki funguo za rehema zake Allah subhanahu na riziki, basi mngezuia kwa ugumu mlokuwa nao na ubakhili. Allah karim subhanahu yarham, na yale tulionao wayafu an kathir, kuna mengi Allah yotusamehe. Lakini lau akatupatiliza sisi kwa kila tunachokifanya, tungepata taabu sana. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ma a'zamaka ya Rabb, ma ahlamak. Allah subhanahu wa ta'ala mpole sana kwa waja wake. Sasa watu watakawarejeshwe hivyo, waeleweshwe. Sababu sasa hivi yani ile mada imepita mipaka kwa watu, mpaka akili yao haifikirii kabisa kuwa mimi hili pengine limenipata kwa sababu ya taksiri yangu niliyokuwa nayo katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Akaona ile riziki aliyokuwa nayo ni nguvu zake yeye, wenda mbio mwerevu. Ingelikuwa utajiri wenda kwa mibavu, wallahi twende pamoja bwana, karibu na kwetu pale Kongoya pale, nitakuonyesha watu wabeba magunia wewe hujaona. Wacha wewe ushika kalamu ofisini, kuna watu wabeba magunia wewe, kisha mwisho wa kwisha ana kitu kidogo tu ampata wewe, enda zake maskini nyumbani. Hivyo ndo Allah alipokadiria, huyo mpa hiki yule mpa kile. Si masala ya nguvu wala nini. Wangelikuwa ndege wafandaa bwana, kama nguvu ndege wangekufandaa na washiba kuliko wanadamu wengine. Ndege atoka ashiba, rudi zake nyumbani, amemtegemea Allah, haki ya kumtegemea, akatafuta Allah akampa. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Allah kitaka kumpokonya ufalme humpokonya anayemtaka. Sitaki kuanzia leo mfalme, basi kwisha kupokonya ufalme. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, humpa izza anayemtaka na humfanya kama mdhalilifu anayemtaka. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muweza juu ya kila kitu. Khairi iko katika mikono yake. Tuliju al-layla fi an-nahari wa tuliju an-nahara fi al-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أن يكون ذل العبد لله وحده. katika athar ya kuamini hili jina al-Aziz, iwe udhalilifu wa mja ni kwake yeye Allah peke yake, hajidhalilishi kwa yoyote mwingine katika viumbe isipokuwa Allah jalla fi ula. Qala Sheikh Abdul Razzaq, la yaltaji'u illa ilayhi, hakimbilii wakati wa shida zake isipokuwa kwake yeye Allah peke yake. La yahtami illa bihimahu, hataki ulinzi isipokuwa wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaludhu illa bijanabihi, aliyadh, ataka ulinzi, hautaki kwa yoyote isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na anavyozungumza Busiri katika manzuma wanaoisoma kila wiki al-khurafiyun ya Burda, ya akram al-khalqi mali man aludhu bihi siwaka. Hana yoyote man aludhu bihi liadhi, ambao ni ibada, hana kukimbilia kwa yule atakayemhami yeye na kumhifadhi isipokuwa wewe ya Rasulullah. Tena inda huduthi alhadith alamimi, ambao siku ya kiyama, siku ambayo Allah asema yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Azungumza maneno kisha sema hamuelewi lugha. Hii lugha gani? Kijapani hiki? Hiki ni Kijapani hiki? Si Kiarabu hiki?
yani ukielewa wewe Kiarabu sisi tusikielewe sio tuambie wewe unaelewa vipi al-liyadh ni ibada hapelekewi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hapelekewi malaika wala hapelekewi mtume katika mitume wa Allah wala hapelekewi mtu mwema wala hapelekewi yoyote mwingine isipokuwa Allah jalla fi'ala peke yake subhanahu wa ta'ala na hivyo ndivyo alivyokuja kutufundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa hapa wewe ukimwangalia khurafi ukimwambia maneno yeye atajaribu kugeuza maneno uonekane kama wamshusha daraja mtume sallallahu alaihi wasallam la mtume sallallahu alaihi wasallam yuko kwenye daraja yake ile kubwa mno lakini haifikia Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi kumnyanyua mtume wetu sallallahu alaihi wasallam tukampa sifa ya Allah huu ubeiti Sheikh Abdul Razzaq amezungumza mazuri sana katika sharh ya Shama'il tulisoma hapa wakapiga kelele mahurafi mpaka kwenye TV zao wakazungumza sijui episode 4 sijui utafikiri msalsal sijui kina nani almuhimu hii beti tutaibadilisha sisi tuseme ya akramal khalqi sio tuseme ya khaliqal khalqi mali man aludhu bihi siwaka ewe muumba wa viumbe na wapi pa kukimbilia mimi isipokuwa kwako wewe ili nipate himaya عند حدوث الحادثة ايش اسمه وان من علومك يعني يا ربي وان من علومك وان من جودك الدنيا وضرتها na katika ukarimu wako ya rabbi ni hii dunia na dharrat ad-dunya an al-akhirah wa min ulumika ilmi al-lawh wal-qalam na katika ilmu yako ya rabbi miongoni mwa ilmu yako nyingi chache ni ilmu ile katika al-lawh al-mahfuz na iliyoandikwa na kalamu ukimsifu Allah hivi ni tauhid khalis Allah yastahiki kusifiwa na sifa zote hizo zitaji iweje sifa hizi ambazo wakisifiwa nazo Allah ni sawa iwe itakuwa ni sawa akisifiwa nazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wapi sijui muelewa anazungumza nini huyu asema ya akramal khalqi sisi tusema ya khaliqal khalqi mali man aludhu bihi siwaka mpaka mwisho wa zile beti iweje hizo beti aweza kusifiwa nazo Allah ikawa ni sawa kisha hizo beti asifiwa nazo mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa ni tofauti iko wapi hapa mmetofautisha vipi baina ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam mjua niwaambie kitu kimoja masahaba walipigana vita vikali sana na murtadin na watu wa Musailimatul Kadhab alipodai yeye nani Musailima ndiye nani kwa hivyo Musailima anjiita nani mtume ili awe sawa na nani na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam masahaba wakapigana nao kweli wakafa wengi kwa ajili ya hilo kefi ule kiumbe amfanya sawa na Allah ushawahi kufikiria hivyo ikiwa binadamu anjifananisha na binadamu mwenzake lakini katika daraja ambayo si yake ni muongo katika daraja ile anaoidai masahaba walimpiga vita vipi yule anayemweka daraja kiumbe na Allah subhanahu wa ta'ala ingekuwaje bila shaka hili ni ovu kubwa zaidi pamoja na kwa ule ni uovu qala wala yatlubu izzahu illa minhu wala hautaki utukufu wake na nguvu zake isipokuwa kutoka kwake yeye Allah man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ambayo yataka izza yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwake yeye omba izza وكلما كان العبد أعظم تحقيقا لذلك كان نيله للعزة أمكن na kila mja akihakiki zaidi hilo la kuegemea kwa Allah la kutaka izza kwa Allah ndivyo anavyopata izza zaidi walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin Allah subhanahu wa ta'ala izza ni yake yeye na mtume wake na waumini awapa hawa izza kwa sababu wako karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yote mwingine wal-izzatu بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار angalia hapa shekhe jazakallahu khairan ageuka sasa katika kuanza kutueleza jina la nani al-jabbar la Allah subhanahu wa ta'ala
Kwa izza kwa maana ya al-qahr, kule kushinda nguvu, kuwa na nguvu, ndio mojawapo wa maana ya al-jabbar. Fa inna min maani al-jabbar ay annahu al-qahiru likulli shay'in. Katika maana ya jina la al-jabbar ni yule mwenye nguvu juu ya kila kitu. Hili jina tutakuja kulieleza inshallah taala kwa sababu wakati umesonga sana. Lakini narudia tu hapa kidogo kuambia kuwa Muislamu mambo yako yote muegemezee Allah subhanahu wa ta'ala. Mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usidanganywe. Hakuna maiti yoyote aweza kukufaa wewe na chochote kabisa. Tukipatwa na jambo kimbilia ukatawasali, si kwa maiti gani. Hicho ni kitendo ulichokifanya kina Abu Jahal na Abu Lahab. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Wewe ukimwambia mtu mimi namuomba Allah moja kwa moja peke yake, akasirika. Wakasirika vipi? Wakati Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo alivyotuamrisha, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Wala msitupigie mifano miovu ya kufuru wal iyadhu billah. Niwahi kueleza hapo, kuna mmoja eti apiga mfano wa kule kuomba kupitia maiti. Alafu ushangaa wewe kama mtu umwambia kufanya hivyo ni makosa, ati mtu azungumza sema mimi nilikuwa nafikiria maanisha tuwaomba, kumbe tuomba kupitia. Ingelikuwa tuwaomba makosa, lakini si tuomba kupitia kwao. Zote mbili hizo nini? Ndio shirki iliyozungumzwa kwenye Qur'an. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, ndio hiyo. Haulai shufa'auna 'inda Allah, ndio hiyo inayozungumzwa kwenye Qur'ani. Wale kufaru Quraysh walikuwa wakifanya hivyo hivyo. Na mimi nastaajabu, kuna kijana mmoja khurafi pia azungumza siku hiyo kuhusu World Cup. Subhanallah, hiyo clip mimi nimeiona, jamaa ameikata vizuri sana. Asema yule kijana kile kikombe cha World Cup kina picha ya mwanamke sijui. Kuna mwanamke anchoro pale. Sio mshalahidha. Asema yule mwanamke nani sijui nani, akataja jina lake. Yule asema manasara waomba kupitia kwake. Na hii ni shirki. Mashaallah. Mashaallah. Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Kumbe mwajua kuwa ni shirki na mwenzenu akaitamka, ama labda hakuelewa hilo. Sasa mnasara akiomba kupitia kwa huyo anayemuitakidi kuwa ni saint, ni wali, amefanya shirki. Khurafi akiomba kupitia yule anayemuitakidi kuwa ni aitwa wali, lakini haitwi saint. Kule aitwa saint, huko aitwa wali. Huyo si shirki yake tauhid. Mashaallah. Yule mushrik, huyu muwahhid, hakuna tofauti. Anayemuomba Isa alayhi salatu wassalam ni mushrik, na anayemuomba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mushrik. Yote wawili gora moja tu, ni majina tu yamebadilika, lakini ni wale wale tu. Fahamu? Kwa hiyo mambo yako yote elekea kwa Allah, muombe Allah, wataka izza, rudi kwa Allah peke yake. Wallahi mimi saa nyingine nakaa chini nafikiria, mtu amwambia muombe Allah peke yake, mtegemee Allah peke yake, akasirika bwana. Sasa akasirika nini bwana? Yani wakasirika mtu kukuambia wewe usiombe maiti, usiombe kupitia maiti. Wewe nenda kasoma Qur'an mwenyewe ndugu yangu, kasoma Qur'an mwenyewe. Uangalie Qur'an kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mahali tumeambiwa tuombe kupitia maiti yoyote? Nenda kasoma Qur'an. Kisha njoo tuambie mwanzo mpaka mwisho. Alafu nenda kaangalie dua walizoomba nani? Mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Utaona katika dua za mitume wa Allah, Rabbi inni maghlubun fantasir, Nuh. Wa Nuhan idh nada rabbahu, عفوا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، أمم الله. وأيوب إذ نادى ربه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات يا جيلاني
يا عيدروس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هين يا قرآن شيخ mketi hapa bwana muenda kuketi kwenye makaburi waketi chini hivi alafu mwanze kusifia huyo bwana alikuwa hivi na hivi huyo bwana kisha mmoja azungumza sema kama mimi nilikuwa hata shughuli zangu kule sijui ninakuja vipi hapa ndio ujue hawa mawali bwana kuleta tu kuleta ningetumia neno hapa kadi lakini wacha jizuie yani hakadha yudhilluna almuslimin hivi ndivyo wanavyowapoteza waislamu na mtu akaamini. Kuna siku moja nazungumza maneno kama haya manake hawa jamaa wasema daima yule kila siku bwana mambo yake ni yale yale tu tauhidi. Sasa mimi nitamshinda Nuh 1000 sanatin illa 50 ama ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru miaka 1000 kupungua 50 wayaona yangu 10 si 5 ndio wayaona wewe. Mwanzo ungeanza na Nuh ukasema yule Nuh kwani alikuwa hachoki alingania katika tauhidi tu alafu njoo kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwanzo wa da'wa yake mpaka mwisho wa da'wa yake alingania katika nini tauhid ukifa na tauhid wewe ushafaulu bwana wala tamutunna illa wa antum muslimun yani wewe minyana muombe sana Allah akupe thabati uondoke duniani wewe ukiwa na tauhid kwisha إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كنا زيد يا إيمان وجنا مذنب mfano wa hii ardhi wajua kama mfano hii ardhi usitizame majengo tu hapa ulimwengu mzima si ule unaoona kwenye macho yako umejaza madhambi. Allah asema thumma laqitani ukakutana na mimi la tushriku bi shay hunishirikishi na chochote la ataituka biqurabiha maghfira na mimi nitakuletea mfano wake maghfira ni kusamehe madhambi yote sababu ya tauhid bwana. thumma tastakthiruna ala ahli sunna takallum fi tauhid maona tuwasema sana kuhusu tauhid waona fadhila hii bwana ndio funguo ya pepo bwana haingii peponi asiyekuwa na tauhidi yake shirki watakamila innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. sisi tuwasikitikia wale ndugu zetu maskini. kuna bwana mmoja alikuwa anaeleza hapa alikuwa akizungumza maneno miaka kadhaa nyuma pale Rufeili. yule bwana baada ya darasa akanifuata akanieleza jambo la ajabu limempata yeye. sema maneno bwana ndio yasikia ndio mara ya kwanza lakini nikwambie kitu bwana sisi tulikuwa shule bwana mimi nilikuwa shule tulipofika darasa la 8 mtu mzima asema tukaambiwa nyinyi watoto wetu wa Kiislamu mwafeli. kwa nini? kwa sababu mwaacha mambo ya babu zenu. msikia si mambo ya Allah na mtume wake ya babu zenu. mambo ya babu zetu yapi? mwalimu akakodisha basi wayaria akawachukua akawapeleka kwenye kaburi Malindi hapa sijui kaburi gani kinasema kaburi akamwambia ombeni imma kupitia imma kumwomba maiti Allahu aalam sikumbuka nieleza kitu kama hicho. ombeni asema mimi sijawahi kuomba na khushuu katika swala yenyewe kama nilivyoomba hapo ngala shetani wakaomba asema alhamdulillah tukafeli sote. wallahi si mimi yeye mwenyewe asema tukafeli sote hata wale walikuwa kifaulu pia wakafeli. wewe waonaje wangepita? mimi nasema ili kwa ni khairun lahu. waonaje hawa watu wote hawa wangepita katika mtihani wangesema nini? kumbe ile sawa ile mpaka tumpita kwenye mtihani. lakini Allah alikuwa yuwatakia khairi. walivofeli wakajua ile blanda ile kitu hakuna ile tumejaza tu sisi wenyewe tumoje kutafutilia balaa. muombeni Allah peke yake mtegemeeni Allah peke yake turudi kwa Allah peke yake tunataka izza kwa Allah peke yake subhanahu wa ta'ala aliyetuumba. mambo yote yatanyooka. subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fik. bismillahir rahmanir